Kulikuwa na vurugu kubwa katika kaunti ya Kitui baada ya aliyekuwa meya wa Kitui Martha Mwangangi kufariki alipogongwa na gari la zimamoto la kaunti ya Kitui. Vurugu zilishamiri baada ya vibanda vya wachuuzi wa Kitui mjini kubomolewa. Gavana Malombe amelaumiwa kwa kisa hicho ambacho amekanusha kuhusika. Mji wa Kitui ulikuwa hauingiliki mapema asubuhi ya leo baada ya ghasia zilizoanzishwa na maandamano kutanda katika sehemu ya Kalundu iliyoko barabara kuu ya kuelekea Thika kutoka Kitui mjini. Vurumai hiyo ilisababisha kifo cha meya wa zamani Martha Mwangangi ambaye alidaiwa kugongwa na gari la zimamoto wakati wa purukushani hiyo. Wenyeji walikwazwa na ubomozi wa vibanda vya wachuuzi baada ya gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe kuagiza kubomolewa kwa biashara zao, shughuli iliyofanyika usiku wa kuamkia leo. Maandamano yao yalimshirikisha aliyekuwa mbunge wa sehemu hii ambaye sasa anawania ugavana Charity Ngilu, ambaye alilindwa vyema akionekana katikati ya wachuuzi hao. Sisi tulimpatia kura zetu. Na yeye mwenyewe anaingia hapa usiku na watu wake wanafunja mali yenu. Hivyo. Waandamanaji hao waliendelea kuzunguka sehemu ya biashara yao huku wengine wakipora na hata kuharibu mali. Kwa mama huyu alionekana akiwakabili maafisa kupambana na ghasia kwa ujasiri wake wote. Hiyo hatutaki kuharibiwa vitu zetu, hatuwezi kubali. Bwana Malombe asikie na atakuja kutuomba kura. Wachuuzi hao waliokuwa na ghadhabu walilalamikia ni kwa nini serikali ya kaunti iwape vibali vya kuendeleza biashara zao huku baadaye watoe amri ya kuvunjwa kwa vibanda hivyo. Kama hizi vitu zilikuwa illegal kuwekwa hapa, kwa nini wakachukua license kutoka kwa wananchi? Juhudi zetu za kuwasiliana na waziri wa kaunti anayehusika na ardhi na miundo msingi Shadrack Munyithia na msimamizi wa mipango kaunti ya Kitui Nathan Vungo hazikufua dafu, kwani simu zetu hazikujibiwa. Ali Manzu, Dira ya Wiki, Nairobi.